Tusalimiane tena jamani. Watu mnanichukia? Bwana asifiwe sana. Nilifikiria nikaona nije ni share na nyinyi hizo baraka za Mungu. Ni kweli makanisa ni mengi, marafiki ni wengi, si ndio? Hata huko Kenya wapi ni wengi sana. Na mimi sina mtumishi ambaye nimegombana naye kwa sababu nina asili ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kunyenyekea. Yaani hata kama uko juu kama nguzo ya umeme, kubali kunyenyekea. Na usiruhusu moyo wako uone kwamba umefika bado sana. Yaani hapo hicho kinyumba hata ulichojenga bado ndio kujenge magorofa. Kwa hiyo sina mtu ambaye nimegombana naye. Lakini nikafikiria kwa hapa Arusha nikasema nimeita tu marafiki baadhi, nataka kama milioni 20. Yaani nataka. Si amesema mkiwa ndani yangu ombeni kila kitu mtapewa. Amina. Kwa hiyo nikawa na marafiki tu nimewapigia simu matajiri baadhi, waletee milioni 2, 3. Hiyo kazi ifanyike. Kwa sababu niliagiza kamera zangu na muziki wangu ambao ulikuwa unagharimu kama milioni 70. Nikawa nimefanya harambee fulani, nimefanya Longido. Wangapi waliona ile ya Longido? Tulipata milioni 50 kama na 2 hivi. Kwa hiyo nikawa nimepelewa na hela. Nikawapigia wale wengine ambao niliwaacha kama akiba. Akasema tengeneza basi siku tuje tukuchangie. Nikafikiria akasema wacha nije nifanyie hapa Mlimani. Akasema hata watoe huko mjini waje huku kidogo. Kwa hiyo nikasema nije nimuombe Baba kwamba kwenye ibada sio mambo mengi, ni kama ibada kama hivi tunavyoshiriki, lakini kikubwa Mungu atupatie kibali na nyie mniridhie. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni hilo tu, nikawawaza tuweke tarehe 22 mwezi wa 6, niitawa marafiki zangu, na tunaweza tukapika chakula kidogo tukala tukafurahi na utukufu wa Mungu kabaki kuwa kwa Mungu. Kwa hiyo hicho ndio nimeleta hapa. Ije ni muombe kwa sababu huyu mzee amekuwa baraka sana. Mtumishi wa Mungu amekuwa ni mtu ambaye hana makuu. Lakini pia ni mtu anamsikiliza mtu. Ni mtu mnyenyekevu, ni mtu Mungu amembariki na bado Mungu atambariki zaidi. Kwa hiyo nikaona nije nimuombe, akaniambia sawa, lakini njoo uongee na waumini wenzako, si ndio? Namna gani hapo? Haya, wakati wananiambia Paulo karibu. Sasa itakuwa ni siku ya baraka, lakini Baba, hiyo tu ndio ilikuwa ombi langu. Na ninaamini kwamba majibu yangu yanaweza kufanywa kwa ombi langu, sio majibu. Kwamba meza kuu inaweza ikakubali kanisaidia tukafanya hiyo kazi ya Mungu. Sina mimi mnanihitaji. Na mimi nawahitaji. Si ndio? Sio kwamba waimbaji sio wengi, sio kwamba hawapo, lakini kwa nini mimi nikikutana kitokea sema mtafute Paulo? Ni kwamba nina tone ya maji ya uzima. Na ninatii na ndio maana nakuja. Si ndio? Na hakuna siku nimesema siji bila hela nyingi, nitumiwe hela. Nakuja nafanya kazi ya Mungu, naondoka na Mungu anapenda kunibariki kwa namna yake. Kwa hiyo naombeni sana, ombi langu la Baba ya Maria. Amina jamani. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mmemsikia Mnampokea? Mnampokea? Tujinga wote ni shangolo, nitumia unampokea yote. Sasa jamani, tuna mambo mengi kweli. Tuna kongamano na kumekucha. Lakini sisi ni matajiri. Lakini niseme kwamba tunampokea, tumpokee. Tarehe ngapi? Ana watu wake ama amewaomba, ni timu yake. Kama watu wangapi? Kama watu 20. Kama watu 20. Watakuja hapa na sisi tutaungana na chochote. Tumtie moyo, tusapoti kipawa chake aende mbele. Sasa jamani, tumempokea? Weka mkono namna hii kama tunampokea. Mungu awakumbuke. Lakini mimi niombe kitu kimoja hapa, mtanikubalia? Mimi naomba tu wanaume hapa kanisani. Hebu nyorosheni kama wanaume mimi. Mimi naomba tu kila mwanaume lete siku hiyo 10,000 tu. Alafu kwa mama mkuu hapa, hebu nyorosha hivi. Mama naomba tu lete 5,000. Uko sawa Watoto mko hapa? Hebu watoto fanyeni hivi.
leteni 1000 siku hiyo. Natamani wale wageni wangu wakija muwasapoti. Najua ni ghafla na mna mambo mengi. Lakini mwanaume ukiletea 10,000 ili basi isiwe kabisa nisichukue lazima nichukue kafanye kazi ya Mungu. Na mama na nyesi mtanisapoti kwa 5,000. Si ndio? Ili tusipe baba kazi. Najua ana kazi kubwa lakini iko tu siku. Kwa Kirengeza one day iko siku. Na mimi nitasimama na nitafanya kazi yangu. Amen. Mungu awabariki sana. Sana.